إنما الأعمال بالنيات. أحمده حمدا يليق به وأشكره على مزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه وسيجزي الله الشاكرين. أما بعد، إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikisha na kutupa fursa nyingine kuona mwezi mtukufu wa Ramadhani na kutupa afya njema ili tuendelee kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika ni shukrani kubwa kwa Allah kwa kutuwezesha kuingia Ramadhani. Kwa hiyo mimi nahusia nafsi yangu na kuhusiana na nyinyi ndugu zangu, tusikubali kupoteza muda wetu katika mambo yasiyokuwa na faida na sisi. Kitendo cha kupoteza muda itakuwa ni moja ya kutokuthamini fursa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Kuna mamilioni ya watu hawakupata fursa hii. Kuna watu walitamani na wao wangekuwa wako hai, lakini saizi wako makaburini. Matumaini yao ilikuwa ni Ramadhani ya mwaka 25, nitafanya hivi, nitafanya vile, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo hatujui kama hii Ramadhani tukijalia kuimaliza, Ramadhani ya mwaka kesho itatukuta tuko hai. Jambo kubwa sana la kuzingatia, tufunge saumu za kuaga. Saumu ya kuaga, baada ya kumaliza saumu yako usikubali kwenda kutenda mambo ya ovyo ovyo yakaivuruga saumu yako. Tusimame kwenye msimamo sawa sawa ili Allah aendelee kutuonea huruma na kutupokea. Kwa taufiki ya Allah, jana mazungumzo yetu yalikuwa kwenye mambo manne, lakini Allah akatujalia tukazungumza mambo matatu. Jambo la kwanza tuliyozungumza ni hadithi inayosema aljannatu mushtaqatun ila 4 nafar, pepo inawatamani watu wa aina 4. Tukataja wa kwanza ni anayesoma Qur'an kwa kuzingatia na kutekeleza anayosoma. Tukataja ya pili ni yule ambaye anawalishiza wenye njaa. Tukataja mtu wa tatu ni mtu ambaye anaamka usiku watu wakiwa wamelala, anaamka kufanya ibada kwa ajili ya Mola wake. Jambo la 4 ndio tunalitaja leo. Mtu wa 4 ambaye pepo inampenda na inamtamani, ina shauki aingie kwenye tumbo lake, ni hafidhul lisan, mwenye kuhifadhi ulimi wake. Mtu anahifadhi ulimi wake ana nafasi kubwa sana kwa wanadamu hapa duniani na nafasi kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhul lisan. Kwa nini basi mwenye kuhifadhi ulimi ana nafasi kubwa? Allah subhanahu wa ta'ala anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni haraka
kwenye msamaha wa Mola wenu. Kama mtaomba msamaha vizuri, Allah akakusameheni, malipo yake itakuwa jannatu arduha samawati wal ard, watalipwa pepo ambayo pana wake ni sawa na mbingu na ardhi, uiddat lilmuttaqin. Pepo hiyo imeandaliwa wacha Mungu. Akataja Allah alladhina yunfiquna fi sarrai wad dharra, wacha Mungu hawa watakaingia katika pepo ni wale wanaotoa kwa ajili ya Allah, mambo yao yakiwa mazuri na yakiwa mabaya. Yakiwa mazuri anatoa vizuri zaidi, yakiwa ni magumu anatoa kulingana na ugumu. Walkadhibina alghaidha, na wale wenye kuziwia hasira zao. Walafina anin nas, na ni wale wenye kuwasamehe watu. Wallahu yuhibbul muhsinin, Mungu anawapenda watu wazuri. Mwanadamu akikasirika ni vitu viwili ndiye anatakiwa vichungi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia, idha ghadiba ahadukum falyahfaz yadahu wa lisanahu, hadithi ya Imam Bukhari. Mmoja wenu akikasirika awai haraka sana kuchunga mkono wake na ulimi wake, kwa sababu mtu akikasirika kama ana uwezo wa kupiga kibao atapiga kibao hapo bila kunini wala nini, lakini akikasirika anaweza akatukana kukidhi matakwa ya hasira zake. Sasa Allah anasema walkadhimina alghaidha, wale wanaoziwia hasira zao huwa wanaziwia ndimi zao. Walafina anin nas, na wanawasamehe watu. Ndugu zangu, Uqba bin Amir radhiyallahu anhu, huyu ni sahaba wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ya Abi Hurairah asema, alimuuliza huyu bwana, qultu ya Rasulullah man naja, nikasema mtume wa Allah, tufanye nini ili tuokoke? Yani haya maisha tunaishi ya kidunia, tufanye nini Allah ili tuokoke ya Rasulullah? Ni mambo gani tushikamane nayo tuishi vizuri, hata tukifa tufe tukiwa na Uislamu, tufe Allah tupokee? Man naja, tutaokokaje na hii dunia imejaa matatizo? Ndugu zangu, na hili lifahamike kuwa wakati huu huyu sahaba anamuuliza mtume, wanazuoni wanazuoni wanasema wakati huu dunia inadondoka dhahabu, dunia inadondoka asali. Kuna watu wazuri wenye mapenzi, wenye huruma, lakini huyu tazama swali anamuuliza, anaona ni hatari, nifanyeje ya Rasulullah ili niweze kunusurika katika hii dunia? Alimwambia maneno matatu. Kwanza alimwambia, amsika alayka lisanak, ukitaka unusurike na hii dunia jichungie ulimi wako. Ukitaka unusurike na hii dunia jichungie ulimi wako. Maneno haya ni maneno machache sana, hata ukiandika kwenye karatasi hayajai. Jichungie ulimi wako. Wanazuoni wanasema mwanadamu alitakiwa azingatie sana, pamoja na Allah kumuumba mwanadamu kwa umbile zuri, kaweka ulimi ndani, akaweka geti ya meno, akaweka na geti ya midomo. Kiumbe anachokikofia ni hichi tu, ameweka meno, ameweka na mdomo, vyote vifunike ulimi, ukae ndani huko. Wewe mwenye ulimi, kabla hujafungua kusema, pata maswali ya kujiuliza. Unataka kusema nini? Unataka kuchangia nini? Unataka kutoa ushahidi wa nini? Kwa sababu ulimi ni silaha yenye ncha mbili. Ukikatisha vizuri utapata faida, lakini ukikatisha vibaya silaha itakukata wewe mwenyewe. Ndio Mtume akasema, amsika alayka lisanak, jichungie ulimi wako. Katika hadithi ya Aisha radhiyallahu
akamuuliza Mtume sallallahu ma akthar ma yudkhilu an-nas al-janna, ni yapi kwa wingi yatawaingiza watu katika pepo? Mtume sallallahu akamwambia taqwallah wa husnul khuluqi. Watu wengi wataingia katika pepo, la kwanza ni kumcha Mungu, na definition yake ni kuacha makatazo, kufanya maamrisho. Hakuna zaidi ya hilo. Wewe ukiacha makatazo ya Mungu kufanya maamrisho, wewe ni mcha Mungu, kwa sababu wacha Mungu ndio sifa zao. Wanaacha aliyokataza Mungu, wanafanya aliyoamrisha. Kwa hiyo Mtume akamwambia Bibi Aisha radhiallahu anhu, akituambia na sisi kuwa taqwallah wa husnul khuluqi, kumcha Allah na tabia zilizo nzuri. Ndugu zangu, tabia zilizo nzuri ni mtihani mzito sana. Maana sisi wote, kila mtu ana akili yake, ana maamuzi yake, ana matakwa yake. Hao wote watu wa aina mbalimbali unatakiwa uishi nao vizuri. Wote mwenye tabia mbaya na nzuri, wote uishi nao vizuri. Ni mtihani mkubwa sana. Kisha akamwambia wama akthara ma yadkhulu an-nas an-nar. Mama yetu mtukufu radhiallahu anha, baada ya kumuuliza Mtume nani yapi sallam yatakayofanya watu waingie motoni kwa wingi, akasema al-famu wal-farj, ulimi na uchi. Ulimi na uchi ndivyo vitakavyoongoza kuwaingiza watu katika moto. Kwa lazima uchunge ulimi wako, lazima, huna namna. Na sio lazima useme kila kitu. Yamtosha mtu kupata dhambi kusema kila analolisikia. Mengine unasikia unayaacha kwako. Kwani huyu umemsikia anazungumza, una uhakika gani mpaka uyachukue haya maneno na wewe ondoke nayo, wewe ukayasema kwa kwenda? Kwanza umehakikisha kwa ni ya ukweli, na hata kama ni ya ukweli faida yake nini? Kwa lazima uchunge ulimi wako na uchunge uchi wako. Na definition ya kuchunga uchi ni kuacha zina. Hakuna zaidi ya hilo. Wazinifu watakaingia ndani ya zina mpaka wanakufa, watakwenda motoni. Hakuna pepo ya mzinifu. Zina ni katika kabair, katika madhambi makubwa zina. Kamwambia atakayeingiza watu katika pepo ni kumcha Mungu na tabia nzuri ya kuishi na watu. Tabia nzuri ya kuishi na watu ni kujizuia ulimi wako. Watu wakiwa na mambo yao huwa hapendi mtu ayasemeseme. Sisi tumetahiniwa. Yaani wewe uko radhi kuniona mimi nimeteleza, nimefanya ambayo halifai, ukaona raha kusimama mbele za watu kuwaeleza watu. Al-Muslim man satara al-muslimin. Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu, waislamu wenzake wapate amani kutokana na ulimi wake na mkono wake. Hauwezi kuwa ni ulimi wa kuwasema waislamu wenzako hata wasiokuwa waislamu. Hauna ruhusa hiyo. Na ndugu zangu, ulimi, acha kumpa cheo mtu mbele ya Allah. Hata hapa duniani ulimi unakupa heshima kubwa. Mtu anaishi katika jamii mpaka jamii inajua huyu bwana ni mkweli. Ni mkweli. Kwa hiyo hata malaika wanajua wewe ni mkweli. La yazalu rajul yasduq hatta yuktabu inda Allah siddiqa.
hatoacha mtu kusema ukweli mpaka mbele ya Allah ataandikwa huyu ni msema kweli. Yani ukifika pale utakuzungumza, malaika wanajua utasema kweli. Wala yazalu rajul yakdhib hatta yuktaba inda Allah kadhaban. Hatoacha mtu kuwa anasema uongo mpaka atafika mbele ya Allah anajulikana hili ni jitu jiongo. Na inafika pahala, hata ukifika pahala watu wakuona sababu ya anakuja. Nyamazeni msiki, huyu anakuja. Leo mpya siku wapi? Unaanza kuruka mpaka jasho linakutoka. Hiyo sifa ni katika sifa ambazo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hapendi sifa hiyo. Alikuwa hapendi sifa hizo. Thartharun, watu wenye maneno mengi atakuwa wanafanya. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi amesema man kunna fihi arbatul khisal fala alayhi ma fatahu min ad-dunya. Mtu atakayekuwa na sifa 4 akaishi nazo asijali kikosa hapa duniani. Yani asijali kuwa hana maisha mazuri maadamu atakuwa ameshika sifa 4, ndio tabia yake. Akasema sidqul hadith, mtu mwenye maneno ya ukweli, ni mtu mwenye heshima sana, ni mtu mwenye heshima sana 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 sana. Na hii ni sifa kwenye somo yetu, ina nafasi yake ya pekee, ni hususia, ina nafasi yake ya pekee. Muongo somo yake ilizokubali. Man lam yada qawla zur wa da'amalu. Tumesoma hadithi hiyo juzi. Atakayekosa kuacha uongo fala alayhi yad'a ta'amu wa sharabu, basi sio yake hata chakula wala haimhusu Allah, kwa sababu atakwenda kusema uongo. Sidq alhadith ni tabia za Waislamu. Wanazuoni wanasema badala ya kuchukua tahadhari unapokanyaga, wala ulikuwa una haja ya kuchukua tahadhari unapokanyaga. Unajua mtu akitembea anatazama anapokanyaga, asiingie kwenye shimo, asikanyage uchafu, asigonge kwenye jiwe. Chote tunachukua tahadhari. Lakini nasema hii tahadhari sio kubwa kuliko tahadhari ya kuchukua ulimi wako. Unataka kusema nini? Unasema neno, ukirudi nyumbani usingizi unaruka. Hivi kwa nini nilisema? Unasema neno, mji wa Mwanza unavyoona ndivyo mkubwa huu, unaona kama liai. Yale maneno nilisema pale, hivi watu wamenielewaje? Kwa nini nilisema? Kwa mtu mmoja alikuwa anapita hapa Mwanza, miaka ya nyuma kidogo, usiku amechelewa kurudi nyumbani, anakuta vijana wanapigana. Kajaribu kuamua, akashindwa, kenda zake. Kumbe huku nyuma mmoja kamchoma mwenzie kisu. Anaamka asubuhi aende kazini, anakuta watu wamejaa pale, maiti iko hapo. Kasogea kuchungulia, kijana jana mimi nimeamua. Akataka kuondoka, bwana ndio usiondoke kwanza, tusaidie, ilikuwaje? Kwa hiyo jana mimi nilipita hapa na walikuwa wanapigana, nimejaribu kuamua nikashindwa, nikaamua niwaache, basi tusaidie. Aliamua huyu kwa kesi hiyo, na ni kesi sahihi. Usipoamua ukufanya juhudi zingine za ugomvi, ukaamua kuondoka zako, tusaidie. Aliamua huyu kwa wapi? Kilichomponza hapa ni nini? Ulimi. Na watu wengi tunaingia kwenye matatizo kwa ajili ya ulimi. Hata sasa ikiwa na ugomvi, wewe nyamaza. Kunyamaza kutakusaidia sana. Watu watasema mpaka itafika pale itakaa vizuri.
Ndio maana wewe ukisikia habari zangu mimi usiungi mkono tu. Ukisikia habari za ndugu yako wewe usiungi mkono tu kwa ajili tabia zake yule. Hata mimi siku moja wewe mfuate rafiki yako bana, wewe si rafiki yangu, ndugu yangu wewe, mbona watu wanasema 1 2 3, hebu nieleze ni nini? Kwa sababu kulinda heshima ya Muislamu ni jambo limehimizwa sana. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum. Hakika ya damu zenu na mali zenu na heshima zenu ni vitu vyenye heshima sana kama siku yenu hii ya Arafa. Katika mwezi huu wa Dhulhijja, na Muislamu asikubali heshima ya Muislamu mwenzie ivunjwe, yeye ni sababu ya kupotea. Tumeelewana ndugu zangu? Kitu kingine kwenye hadithi hii Mtume akasema wa hifdhul amana, na kuhifadhi amana, kuwa na maneno ya ukweli na kuhifadhi amana. Amana zina aina mbili. Kuna amana unapewa ya kitu physical, bwana niwekee simu yangu, niwekee sababu hii gari naiacha hapa mtaingia, hichi kitu changu mimi nakwenda. Huyu kakupa amana. Wazee wetu walikuwa ukimpa hela ya change, hata change hatoi mpaka uikute ndio uliyoiacha. Hii ni amana hisi. Alafu kuna amana maanawi. Amana maanawi ni kama mimi kukuita nikwambia bwana nataka kukwambia siri, usimwambie mtu. Kuna 1 2 3 imetokea. Hii hali inaweza kutoa 1 2 3, tafadhali usimwambie mtu. Alafu unajitoa akili tu. Hata fulani jana aliniambia hivi. Jinga wewe. Unavunja siri. Hiyo ni amana umepewa na mtu. Pale nyumbani kwa kuendelea 1 2 3 4. Napata dhiki sana, lakini kaa nayo hapo kama ndugu yangu, nione nitafanya nini. Wewe umeshafisha barabara, mtoto fulani na 1 2 3 4. Hizo sio tabia za Kiislamu. Hizo sio tabia za Kiislamu. Na sababu yake kubwa nimalizie ndugu zangu, ni kwa sababu ya kutaka wewe uonekane kila kitu unakijua. Wewe nani bwana utajua kila kitu? Yaani hakuna pale panatokea habari lazima uijue. Mwanzaji utajua kila kitu wewe. Mpaka kila jambo unasema wewe. Na namna tulivyofika kutokuhifadhi ndimi zetu, heti hata goli la offside linaweza kumfanya Muislamu na Muislamu wakatoana jasho. Ni offside, sio offside. Lile goli offside kabisa, yani subhanallah. Kaka mtu jasho inamtoka, jicho linamtoka. Unatoa salamu watu hawasikii. Basi tunapenda mpira lakini kiasi hicho. Jasho inakutoka kwa ajili gani? Mnatoka kwenye offside mnaanza kupigana. Mnatoka kwenye kwanana mnashikana mashauri mnataka kupigana. Hawa wachezaji kwa waliko wala hawana time na nyinyi, wala timu ina time na nyinyi. Umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umma gani? Umma gani? Umma gani? Sheikh Hamza akiwa na darasa hapa na kuna mechi fulani itachezwa kama ni wakati wa darasa, na kumpenda kote shekhe wetu, lakini njoo utakuta idadi ya watu kiasi gani. Kijana wa Kiislamu hao ni shida swala mpite, lakini shekhe mimi napenda jioni unavyoanza. Wakati unaanza ndani ya dakika 10 ndio utakuswali, yeye hana habari. Na kuna fawailun lilmusallin ladhina hum an salatihim sahun. Adhabu kali itapata wenye kuswali, wanaoswali kwa kupuuza, muda wa sala unaisha, utaswali tu. Utaswali tu vipi? Na salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta. Swala kwa waumini ni muda maalum. Wewe unasema tazama mpira, ukiisha ndio utasali. Muda wa sala unaisha.
roho ikikutoka hapo unakwenda kusemeni kwa Mola. Haya ni matamanio ambayo hayana chochote, matamanio ya kijinga, matamanio ya watu wasiofikiri wameumbwa kwa ajili gani. Subhanallah wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.